Utambulisho wangu wa askari naanza kwa ZMM 002 FC Malmö Bernard Kutaa. Ni askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Sisi ni furaha kubwa kwetu kwa sababu tunaliazimisha kutoka kuanzishwa kwa jeshi 2007 mpaka hapa lilikofikia. Ni mabadiliko makubwa sana. Tunashukuru serikali yetu kwa maana ya kwamba imetusapoti katika vingi na bado inaendelea kutusapoti na bado inaendelea kutujenga. Kwa tunashukuru sana serikali, ndio maana leo hii tunaiazimisha siku hii. Na tuko na mbwa kwa ajili ya search and rescue, kwa maana ya kwamba mbwa huyu tunamfundisha kwa maana ya kwamba pindi tunapohitaji kufanya search katika misitu, watu kupotea katika mapori, tunahitajika kutumia mbwa huyu kwa kumaanisha kwamba kwa kutumia harufu ya yule mtu aliyepotea, kwa maana ndugu zake kutupa nguo zake, then kuanza kutumia kwa kumhusisha mbwa wetu na kuanza kusearch kwa ajili ya kufanya searching and rescue katika mapori. Lakini pia mbwa huyu ana uwezo wa kuogelea kwenye maji kwa maana ya kufungwa rifling au boya kwa kumpelekea yani muhitaji wakati huo akihitaji kufanyiwa rescue ya kwenye maji. Kwa mbwa huyu tunamtumia katika mazingira kama hayo, na tungependa kwamba kama jeshi letu la zimamoto na uokoaji tungehitaji kutengeneza kitengo maalum kwa ajili ya kutrain dogs kwa ajili ya searching and rescue katika maji. Na mbwa yule ana jina pia, anaitwa Shifter. Ni mbwa wangu ambaye namtumia tu kwa matumizi ya nyumbani, lakini pia ni mbwa ambaye tunamtumia hapa kazini pia. Tubaki kwa Shifter, maana sisi tuko kwa ajili ya Shifter. Okay. Shifter unamtunzaje? Na anaonekana ni mkali sana. Ni very aggressive dogs, kwa maana ni mbwa ambaye sijamsocialize, na hizi ndo socialization zake ili kumfanya asiwe aggressive more. Ndio maana mwanzoni alikuwa kishauti kwa watu ambao walikuwa wanawaona, lakini tulivyoanza route march akaanza kuwa amewatambua hii cycle inayomzunguka kwamba hawa sio watu wenye shida kwake, ila then wale wanaokuwa wakikatiza mbele yake au waliokuwa wakipita karibu yake na ambao hana harufu naye, kwa maana hawana ukaribu. Dogs inahitaji ukaribu, na ndio maana inahitaji muda pia. Ndio maana nasema inahitajika pia muda ili kutengeneza hichi kitengo. Kwa sasa haki Kwenye jeshi bado hakijaanzishwa, lakini natumaini kitaanzishwa kwa sababu tunahitaji pia kufanya rescue kama tulivyopata ile changamoto la pale juu Hanang. Kulipokea maporomoko, watu walifikiwa chini. Hivyo na tukawa tunahitaji kutoa ile miili, na bado ilifikia kwa mwanzo ilikuwa ikipatikana kwa urahisi, lakini ilivyofika mwishoni inahitaji mbwa tumtafute, anuse, then atuoneshe hapa kuna kitu, tuchimbe tuweze kupata mwili katika hilo eneo. Namna ambavyo unamtunza maisha yake na okay. Pia wana chakula chao zinaitwa Pet Plus, kwa maana ya kuwatrainia. Pindi anapofanya vizuri unamrewards. Sema sijaja nacho hicho chakula kwa maana nilikuwa najua leo ni route march tu. Lakini ana basic training kwa maana ya obedience. Sema tu kwa vile akishaona tension ya watu wasiowafahamu ana change, lakini ana obedience ya maana ya sit down, fetch na ya fetch. Hiyo ndo natumia sana mara nyingi. Kuficha kitu anacheza mchezo kama kutafuta. Kwa mfano unamlisha nini kuanzia asubuhi mpaka jioni? Asubuhi mpaka jioni mara nyingi huwa natumia fresh meat, kwa maana ya kwamba vichwa vya ng'ombe natumia sana. Naenda machinjioni, au kuna mwanangu mmoja ana duka anauza bucha. Yeye ananiletea kichwa cha ng'ombe kishatolewa zile mahitaji ya binadamu, ananipa zile surplus. Yaani nyama fulani kama cartilage vilaini. Ndio mimi natumiaga sana kumpa, labda na kuku siku nyingine. Kwa ni gharama. Expensive yake ni kubwa, lakini tunapenda mbwa. Na pia tunawahitaji mbwa kwenye jeshi letu. Ndio maana tunakopo naye, na ndio maana pia sometimes pia hapa kazini wananisupport kwa kunipa chakula siku nyingine. Wanamgaramia ama akiwa na matibabu. Ndio maana hata kuna siku ilikuwa ya kuadhimisha siku ya chanjo ya mbwa, pia waliniambia na tukampeleka pale kwenye chanjo. Kwa sababu tunamtrain mbwa wetu kwa maana atusaidie katika mazingira yetu yanayotuzunguka pia. Kwa upande wa maelekezo, anakusikiliza wewe tu, kuna watu wengine pia anawasikiliza? Ananisikiliza mimi, na pia kuna mtu ambaye anamsikiliza yuko hapa kazini. Yeye ni afande wangu. Kidogo yeye anamsikiliza kwa maana ya kwamba siku nikiwa nimesafiri yeye huaga anapeleka chakula pale.